The Super Hero. Jina lake anaitwa Gabo Zigamba, mmoja kati ya kiumbe ambaye amefanya mambo makubwa sana katika ulimwengu wa filamu hapa nchini Tanzania. Historia ya Gabo Zigamba imewapelekea wasanii katika nyanja ya filamu kufanya kazi nzuri sana siku hadi siku. Kuna simulizi nzuri sana ambayo inahusiana na maisha ya Gabo Zigamba. Najua itakufurahisha. Najua utajifunza mengi kupitia simulizi hii. Unajua, wanafalsafa wengi duniani wamezungumzia vitu vitatu katika masuala ya sanaa. Cha kwanza wamezungumzia uvumilivu, lakini pia wamezungumzia juhudi, lakini cha mwisho cha muhimu wamezungumzia maarifa katika kufanya kila aina ya kazi ya sanaa. Gabo Zigamba ni moja kati ya msanii ambaye hayo mambo yote matatu ameyatendea haki. Yaani ni kiumbe ambaye aliamua kutoka na kuzipambania ndoto zake na kufikia alipofika hadi sasa. Sasa hivi hapa Tanzania, hata nje ya mipaka ya 255, nchi nzuri ya Tanzania, huwezi ukazungumzia ulimwengu wa filamu bila kumtaja Gabo Zigamba. Twende tukayangaze maisha halisi ya Gabo Zigamba kutoka amezaliwa mpaka alipo sasa, na anaenda kuinua vijana, kuwainua wote wenye ndoto za kufikia malengo makubwa katika kazi zao za sanaa. Twende tukamuone. The Super Hero. Kwa umaridadi sana anaikamata darubini na kuangaza miaka ya nyuma kidogo, miaka ya 1704 huko nchini Uingereza. Yupo mwanafalsafa mkubwa sana na maarufu enzi hizo, jina lake aliitwa John Locke. Napenda pale aliposema uvumilivu ni mchungu, lakini matunda yake ni matamu sana. Historia ya Gabo Zigamba inatuambia mambo mengi sana, japo kubwa kati ya hayo ni uvumilivu na kujituma. Gabo Zigamba mara baada ya kuzaliwa mnamo mwaka 1983 katika mitaa ya Mshindo huko Muheza na baadaye kukulia katika mitaa ya Kitanzini, alipata malezi bora ya kidini kutoka kwa baba yake, na mama yake Bi Lafia Isa alimsisitiza sana katika swala la kusoma. Kabila la Gabo Zigamba limekuwa na utata mkubwa sana, hasa baada ya umaarufu wake. Kila pande hapa nchini Tanzania zinamfanya na kumtaka staa huyo aonekane kama ni mtu wa jamii yao. Yaani Wamakonde wanamtaka Gabo Zigamba kutokana na rafudhi zake, hasa katika movie au filamu yake ya Bado Natafuta. Mimi moja chini ya mchili unaanza kuleta maneno. Lakini Wasukuma wanamtaka Gabo Zigamba kutokana na jina lake la Zigamba, ambalo ni jina lenye asili ya kabila hilo la Kisukuma, lenye maana ya ng'ombe mkubwa sana ambaye pia huabudiwa katika kabila hilo. Lakini pia watu wa Iringa wanamtaka Gabo Zigamba kutokana na asili yake, yani asili ya wazazi wake. Lakini uhalisia ni kwamba Gabo Zigamba ni mchanganyiko wa makabila mawili ambayo ni Mhehe kutoka huko Iringa pamoja na Mdigo, chimbuko la mama yake mzazi. Katika mji wa Iringa, babu yake Gabo Zigamba jina lake Mtogapaafu Kiheyeu ni mtu maarufu sana ambaye kila ukilitaja jina hilo wengi wanakumbuka kuhusu maajabu ya kaburi la Martin Kiheyeu huko huko mjini Iringa. Tuyaache hayo na turudi kwenye maisha halisi ya Gabo Zigamba kama the superhero wa siku ya leo. The Super Hero. Gabo Zigamba amesoma katika eneo la Ipogoro huko mjini Iringa na baadaye kwenda katika shule ya sekondari ya Alhamaini ambapo alihitimu huko kidato cha 4. Baada ya hapo maisha rasmi ya utafutaji yakaanza kwa Gabo Zigamba, ambapo alipata nafasi ya kufanya kazi katika makampuni ya Wahindi. Lakini huko maisha ya dharau yalimtesa sana Gabo Zigamba, na mara nyingi Gabo Zigamba amesikika akikemea sana wale wote wanaoshindwa kuthamini kazi ya mtu kutokana na sababu tofauti tofauti. Hivyo Gabo Zigamba aliamua kuacha kazi na kuendelea na mapambano yake katika maisha. Gabo Zigamba aliamini
unaweza kutumia nguvu nyingi sana kutengeneza kitu kizuri, lakini ili kifike katika ukubwa unaokusudia lazima kipite katika ngazi fulani, na hapo ndipo maisha ya dharau kwa wale wote wasiokutakia mema huanza kuingia ili kukatisha tamaa. Vilevile anaamini ni ngumu sana watu kukubali moja kwa moja kile unachokifanya, hata kama unakifanya kwa ubora uliotukuka. Ni bora mtu achimbe shimo, aongee ubora wako kisha afunike, kuliko kuonesha dhahiri kwa watu ya kwamba una uwezo wa hali ya juu. Gabo Zigamba ni jina lililotokana na ufupisho wa nchi ndogo ya Gaboni, na Zigamba ni jina lenye asili ya Kisukuma lenye maana ya ng'ombe mkubwa sana anayesujudiwa huko katika kabila hilo la Kisukuma. Hivyo Gabo Zigamba aliamua kuyatumia majina hayo ili kujitofautisha kabisa na kuwa sehemu ya mtu anayewasemea wanyonge, yani voice of voiceless. Gabo Zigamba anaamini kuitumia tasnia ya filamu katika kuyasema na kuyaelimisha yale yote yanayofaa kuelimishwa katika jamii, na mara zote anasema isingekuwa kazi ya filamu basi huenda angelikuwa ni mwalimu mzuri sana. Gabo alikuwa na msukumo wa kufanya kazi ya sanaa, kwani aliamini katika kuishi uhalisia wake, lakini hatua ya kuanza maisha ya uigizaji yalikuja kupitia rafiki yake ambaye alikuwa na kikundi cha uigizaji huko Parapanda, wakiwa na wasanii kama vile Mtanga, Mrisho Mpoto na wengine wengi huko katika mitaa ya Mabibo. Wakati akimsindikiza mara kwa mara rafiki yake, aligundua kitu muhimu sana, ya kwamba sheria ya kwanza ya acting, yani uigizaji, ni kuwa abnormal, yani kuwa sio wewe, na kuyavua mamlaka yako yote uliokuwa nayo na kuihuka kwa kuvaa uhusika utakaokuwa umepewa kwenye mchezo husika. Hivyo Gabo Zigamba akaanza kuishi kwa sheria hiyo, na taratibu akaanza kuingia katika tasnia ya uigizaji. Lakini kuna kitu kiliendelea kukosekana kwenye ufanisi wake wa kuigiza. Akagundua ipo elimu inahitajika awe nayo, na ili aweze kufanya vitu vizuri zaidi lazima atafute nafasi ya kusoma. Na hapo ndipo safari ya kwenda Bagamoyo katika chuo cha sanaa na utamaduni ilipoanzia. Hilo lilikuwa ni moja kati ya maamuzi bora sana ya kumfikisha Gabo Zigamba alipo sasa, kwani damu ya sanaa iliingia sana mwilini kwake na hakutaka kusikia lolote nje ya maisha ya sanaa. Ndugu zake hawakuridhishwa sana na maamuzi ya Gabo Zigamba, na mara zote waligombana naye pale walipomtaka aache kazi za sanaa na kurudi kufanya kazi walizokuwa wakimtafutia. Gabo Zigamba aliamini ipo siku moja kazi hii ya sanaa itakuwa na manufaa makubwa na mazuri zaidi ya kazi zote zile wanazokuwa wanamtafutia. Hayo ni maamuzi magumu katika wakati sahihi aliofanya Gabo Zigamba. Kazi ya sanaa ilimfanya wengi wamuone kama amewehuka, yani kwa lugha nyingine unaweza ukasema alikuwa ni mtu mwenye mapepe sana katika kazi za sanaa. Hivyo nguvu kubwa sana ilihitajika katika kumzuia Gabo Zigamba kushiriki katika vitu vinavyohusiana na sanaa, na nguvu hiyo ilishindwa kufanya kazi, kwani Gabo aliamini kile alichokikusudia kukifanya. Kilichomfanya Gabo kutotishika ni imani yake ya kuwa anachokifanya ni sahihi na ipo siku kitakuja kulipa na kuwa mfano bora wa kuigwa katika ulimwengu wa sanaa. Safari ya masomo ilizidi kupamba moto katika chuo cha Tasuba. Subira juu ya subira ilizidi kuwa hoja ndani ya nafsi ya Gabo, hadi siku moja wadhamini kutoka katika gazeti la Mambo Moto walifika Tasuba na kutaka kufanya filamu, na walikuja na mastaa wa filamu ya Dimoso iliyojulikana kama Fungu la Kukosa. Walivyokuwa wamepanda stejini na kuanza kufanya rehearsal, wakati huo Gabo Zigamba amekwisha fanya mambo makubwa sana katika darasa lao, na wengi waliamini juu ya uwezo wake huyo kiumbe anaitwa Gabo Zigamba. Na kilichokuwa kikifanyika stejini, hadhira iliona ya kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa Gabo Zigamba kufanya vizuri katika kucheza mchezo huo uliokuwa unapigiwa rehearsal. Mwalimu wa Gabo Zigamba aliyejulikana kwa jina la Haji Mgwami pamoja na Bakari Mtaura wakamuomba Gabo Zigamba aingie na acheze uhusika katika filamu hiyo. Hayo ni makosa makubwa sana walioyafanya, kwa sababu Gabo Zigamba alifanya kuigiza kama hatokuja kuigiza tena katika maisha yake. Kelele za shangwe, ukumbi mzima pamoja na kutunzwa ilikuwa ni matokeo ya kile kilichoonekana pale stejini.
Na hapo ndipo safari ya maisha ya filamu ya kwanza ya Gabo Zigamba iliyokwenda kwa jina la Oloponji ilianza. Filamu hiyo ilitayarishwa na kampuni ya A.L. Liyami Production, na baadaye filamu ya pili ya 007 Days, na mfululizo wa filamu nyingi kama Atafutaye Hachoki, Hata Akichoka, Basi Keshapata na nyingine nyingi ambazo kwa muda huo wote Gabo Zigamba alifanya filamu hizo, lakini akiwa anaonekana kama msanii wa kawaida sana. The Super Hero. Dumu la ukawaida la kutojulikana lilipasuka rasmi mnamo mwaka 2012. Hii ni baada ya miaka 6 ya kuhenyeka na kuvumilia changamoto tofauti tofauti. Huu ni mwaka ambao Gabo Zigamba alicheza filamu ya Bado Natafuta na kuionyesha dunia ya kuwa yeye ni mwigizaji wa viwango vya juu sana. Rafudhi yake ya kimakonde na uhusika katika filamu hii uliacha guzo na kuteka mashabiki wengi ndani na hata nje ya mipaka ya nchi nzuri, nchi tukufu ya Tanzania. Ndani ya filamu hii kulikuwa na mastaa kibao kama vile Pacho Mwamba, Zubeli Muhamedi pamoja na Shamsa Ford, lakini wengi baada ya filamu hii kutoka, jina la Gabo Zigamba lilikuwa sehemu ya story katika jamii ya wapenda filamu hapa nchini Tanzania. Na hiyo ilimpa nguvu kubwa sana Gabo Zigamba, iliyompelekea kuanzisha kampuni yake ya utayarishaji wa filamu, akaipa jina la Gabzi Media Production. Changamoto katika safari ya Gabo Zigamba anazichukulia kama ni chachu ya mafanikio, kwani aliwahi kusambaza kazi zake mlango kwa mlango kutokana na mizengo ya wasambazaji. Yaani kirahisi tunaweza kumuita Gabo Zigamba ni kama jeshi la mtu mmoja. Na hiki alikifanya hata katika filamu yake pendwa ya Safari ya Gwalo, ambapo alizunguka kila wilaya hapa nchini Tanzania kuuza kazi zake. Na kutokana na vikwazo vya makampuni ya usambazaji, sera ya nchi pamoja na kukatishwa tamaa, Gabo Zigamba alikuwa ni mvumilivu sana, na mara zote mvumilivu hula mbivu. Na hii imedhihirishwa na Gabo Zigamba, kwani msanii huyu ni mmoja kati ya wasanii wa filamu wenye mafanikio makubwa sana katika kazi za sanaa. Gabo amekuwa balozi wa makampuni mengi kutokana na kazi hizo hizo za sanaa. Ni Gabo kijana mdogo aliyejizolea tuzo nyingi sana za ulimwengu wa filamu, hasa katika kipengele cha mwigizaji bora. Yaani Gabo ambaye haishi kujivunia asili yake ya Tanzania, ndiye huyo ambaye anakifanya Kiswahili kiwe ni lugha tamu sana masikioni mwetu. Ukimpa nafasi Gabo Zigamba kuongea maneno machache, basi jua ladha na matumizi na mpangilio wa maneno ya Kiswahili vitakufanya umpe tena nafasi ya kuendelea kumsikiliza na kumpa fursa ya kuongea zaidi. Heshima kwa waliomtangulia ni kitu chenye mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya Gabo Zigamba. Yaani katika hatua za mafanikio yake, mara zote ametambua mchango wa wasanii wenzake, hasa ameishi kumtaja marehemu Steven Charles Kanumba kama mwanamapinduzi katika tasnia ya filamu. Hata mara baada ya kifo cha Kanumba, Gabo alidiriki kuiweka picha marehemu huyo kwenye red carpet katika uzinduzi wa filamu yake ya Sumu, akidai ya kwamba picha hiyo ya Steven Charles Kanumba inampa faraja na inampa heshima huko aliko, na hata hapa duniani anaendelea kujivunia ya kwamba bado anaona ni kama yuko naye katika ulimwengu wa filamu. Gabo Zigamba anaamini kwa wasanii ambao bado majina yao sio makubwa sana, kwamba wasanii hao wanao uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana katika maisha yao. Wasanii wachanga wanayonjaa zaidi ya kuweza kufanya kitu ili watu wawaone, na mara zote wasanii hao hupigana kufa na kupona na kutokuharibu kazi yoyote ile wanayokuwa wamepata fursa ya kuifanya. Hapa namkumbuka Confession, katika moja ya falsafa zake aliwahi kusema, "It does not matter how slow you go as long as you do not stop." Usiogope kufeli kwenye upambanaji wako. Gabo Zigamba anadai changamoto za kufeli una uwezo wa kuzibadilisha kuwa chachu na kuendelea kupambana. Oprah Winfrey aliwahi kusema ya kwamba failure is a great teacher and if you are open to it, every mistake has a lesson to offer. Watu wengi wanakata tamaa katika maisha ya upambanaji kutokana na kukosea, lakini Gabo Zigamba anadhihirisha ya kwamba wakati mwingi mno amekataliwa kwa kukosea kufanya kazi za sanaa, lakini kutokana na kwamba hakukata tamaa, kazi hizo alizokuwa akizikosea
aliziboresha na mwisho wa siku akatoboa. Na katika kutafuta maisha, Gabo Zigamba anatuambia ya kwamba tuamini zaidi katika kuzifikia ndoto na kuto kuikaribisha nafsi ya kushindwa. Gabo Zigamba anatufundisha kitu kikubwa sana. Pale tunapopata fursa ya kuonesha kila tulichokuwa nacho, basi tuonesha kwa ukubwa, ubora na ubunifu kiasi kwamba ikawe njia ya kufungua milango mingine mingi. Duke Ellington aliwahi kutuambia ya kwamba if a problem is a chance for you to do your best, a day it's come, do a greater as possible. Diba kama unavyojulikana kwenye jina la Jua Kali, Mr. Brownie kama unavyojulikana kwenye Kapuni, Gwalu katika Safari Yako ya Gwalu, na James katika Bado Natafuta, pamoja na majina mengine mengi sana. Gabo Zigamba, hatuna baya na wewe. Umetufunza mambo mengi sana sisi vijana tunaojitafuta. Naamini kupitia mifano yako pamoja na hekima ulizokuwa nazo na zilizokufikisha hapo ulipo, tunayo fahari kuyasikia haya na kwenda kuyafanyia kazi katika kazi zetu zote za sanaa. Naamini baada ya kuisikiliza simulizi hii umepata kitu kikubwa sana cha kujifunza kupitia maisha ya Gabo Zigamba. The Super Hero. Katika jambo lilonifurahisha sana leo, nilidhani kwamba Gabo ile lafudhi aliyokuwa akiitumia maybe pengine ni kile kama ni Makonde. Si ndio? Sio wewe peke yako. Watu wengi sana wanakuwa wanachanganya kabila la Gabo Zigamba kama ambavyo nimekwisha kusimulia hapo nyuma. Na hii ni kutokana na upekee alionao Gabo Zigamba katika kuvaa uhusika wa aina tofauti tofauti. Gabo anaweza kaigiza kama Masai, Gabo anaweza kaigiza kama Msukuma, lakini pia Gabo katika Bado Natafuta ameigiza kama Makonde. Na naamini simulizi uliosikiliza vizuri ya Gabo Zigamba imekuwa ni msaada mkubwa sana kwako wewe, hata katika kazi ambazo unaendelea kuzifanya za filamu. Sio wewe peke yako, hata vijana walioko katika elimu hii ya filamu watakuwa wamejifunza vitu vingi sana kuelekea kwenye mafanikio yao. Jina langu ni Jose T. Smiley, mzee wa Benta City Tunorio, mzee wa Jicho la Upendo. The Super Hero.